حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yukallimu an-nasa fil mahad, na anawasemesha watu katika hali ya uchanga, wakahalan, na katika hali ya utu uzima, wa minas salihin, na ni katika wale wenye kufanya wema, maana ni katika wale watu wema, na huyo ni Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam ni katika wale watoto ambao walizungumza hali ya kuwa bado ni wadogo mno, na hili ni pale mama yake Maryam alipozungumza na jamaa zake, watu wake, kutokana na hali aliyompata yule mtoto. Maana amempata mtoto biduni al-ab, pasna mzazi wa kiume au pasna baba. Habari yake Allah tabaraka wa taala amezungumza katika sura Maryam, kwa watu wakapata na mshangao, vipi huyu amepata mtoto hali ya kuwa hana mume? Mpaka wakasema, ya ukhta Harun, ewe dada yake Harun, ma kana abuk mraa saw, kuwa babako ni mtu mwovu, wa ma kanat ummuki baghiya, wala vile vile hakuwa mama yako mwenye kufanya machafu, hakuwa na tabia hizo. Mara namna alivyosakwama na maneno haya, fa asharat ilayhi, kaashiria Maryam, kumwashiria ni mtoto, yani kana kwamba anawaambia wale watu wake, muulizeni huyu mtoto mwenyewe ndio atajieleza. Qalu, wakasema watu wake, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan, vipi tutamsemesha yule ambaye yupo katika lezi. Al-mahd ni kile kitanda kidogo cha mtoto kinacholazwa, inaitwa lezi lugha ya Kiswahili, tena bado ni mtoto mdogo kabisa. Akazungumza huyo mtoto kujielezea yeye ni nani. Qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yakun jabbaran, mpaka mwisho wa hizo aya. Kwa Allah tabaraka wa taala katika sura hii anasema wa yukallimu an-nasa fil mahd, na anawasemesha watu fil mahd, katika hali ya utoto, maana katika hali ya uchanga. Maneno alikuwa akiyasema ni haya ndio ataja hapa kidogo. Wakahalan, na katika hali ya utu uzima. Wa min as-salihin, ni katika watu wema. Ay wa yukallimu an-nasa fil mahdi ba'da wiladatihi. Sheikh wangu anasema alikuwa Isa akiwasemesha watu katika hali ya utoto mdogo, katika hali ya uchanga kabisa, yani bado ni mtoto baada ya tukule kuzaliwa kwake. Wakadhalika, namna kama hivyo, yukallimuhum, alikuwa pia akiwasemesha watu fi hali kuhulati, katika ile hali ya utu uzima wake, hali ile wa makama, bima auhahu Allahu alayhi, vile ambavyo alivyomjuza Allah tabaraka. Qalat, akasema Maryam, rabbi, mwana wangu, anna yakunu li walad, vipi atapatikana kwangu mimi mtoto, walam yamsasni basharun, na wala hajanigusa mimi mtu yoyote. Manake ni kinaya tu al-ijtima', kama hii inafumbia lile tendo la ndoa, kwamba huyu hajakutana na mwanamume wakafanya tendo la ndoa akapatikana huyo mtoto. Vipi huwa atapata mtoto? Jambo hili likamstaajabisha sana. Katika tafsiri nyingine tunaweza kupita katika tafsiri hii
Qalat, akasema Maryam, rabbi, e bwana wangu, bimaana ya rabb, anna yakunu li walad, vipi atapatikana kwa mimi mtoto, walam yamsasni basharun, na wala haijanigusa mimi ngozi yoyote ya mwanadamu. Hii pia tunaweza kutafsiri bashar, tukatafsiri katika maana yake yale ya karibu zaidi. Ama bashar maana yake ni ngozi, maana hajagusana na ngozi ya mwanamume wa aina yoyote katika maisha, ile kumgusa tu haijamgusa. Amen, ajnabiyya. Qala, akasema Allah tabaraka wa taala, au akasema yule malaika, kadhalika, jambo ni kama hivyo, kadhaliki, jambo ni kama hivyo, Allahu yakhluqu ma yasha, Allah anaumba vile atakavyo. Hapa kwa Isa alitumia yakhluq, anaumba, ili kuondosha ile dhana kwamba Isa ni Mungu. Lakini kule kwa Yahya Allah amesema kadhalika Allahu yaf'al ma yasha, namna kama hivyo Allah ndivyo anavyofanya na kutengeneza. Hapa Allah amesema kadhalika, jambo ni kama hivyo, Allahu yakhluq ma yasha, kuondosha ile shubha kwamba Isa sio khaliq isipokuwa ni makhluq, ni makhluqati Allah. Tuko sawa? Idha qada amran, pindi atakapolipitisha jambo, fa inna ma yaqulu lahu, bas hakika hapana wengine, analiambia jambo hilo kun fayakun, iwa linakuwa. Maana ndio uumbaji wake Allah tabaraka wa taala katika dunia. Qalat, akasema Maryam, rabbi, e bwana wangu, anna yakunu li waladu, vipi atapatikana kwangu mimi mtoto, walam yamsasni basharun, na wala hajanigusa mimi mtu yoyote. Qalat Maryam mutaajibatan min hadha al-amr, alisema Maryam katika hali ya kustaajabu na kushangaa kuhusiana na jambo hili. Anna yakunu li walad, qala sallallahu, vipi, namna gani atapatikana kwangu mimi mtoto, wa ana lastu bidhati zawji, na hali ya kuwa mimi sina mume, wala baghi, wala si mwanamke ambaye ni asharati, mwanamke mwenye kufanya machafu. Qala, akasema malaika, qala bimaana qala laha almalak, akasema kumwambia malaika, kadhalik, namna kama hivyo kwako, Allahu yakhluqu ma yasha, Allah anaumba vile atakavyo. Manake jambo hilo laisa bimustab'id ala al-ilahi al-qadir, jambo hili si jambo ambalo liko mbali sana kwa ule Mola mwenye uwezo. Jambo ambalo Allah anaweza kulifanya ukapata mtoto hata kama hujaolewa. Idha qada amran, pindi anapolihukumu jambo Allah tabaraka wa taala, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, bas hakika hapana wengine, uliambia jambo hilo tu kuwa linakuwa. Wa yuallimuhum alkitaba walhikma, na atamfundisha yeye kuandika, walhikma, na maneno ya sawa, watawrata walinjil, na atamfundisha yeye Taurati na Injili. Maana zote hizi ni katika taalimu ya Allah tabaraka wa taala, kumfundisha mtume wake Isa, kumfundisha kwanza kuandika, awe anaweza kuandika na kusoma, ambapo sifa hii alimnyima mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajui kuandika wala hajui kusoma. ويعلمهم الكتاب والحكمة, na atamfundisha yeye, manake Allah atamfundisha Isa alkitaba, kuandika, walhikma, na maneno ya sawa, والتوراة والإنجيل, na atamfundisha yeye Taurat. ويعلمهم الكتاب والسداد, manake atamfundisha yeye kitabu, kuandika, والسداد, na yale maneno ya sawa, fi qawli, katika maneno, walfi'li, na katika vitendo. والتوراة, vile vile Allah atamfundisha Isa Taurat, ni Taurati ya Musa, allati, Taurati ambayo auhaha Allah ala Musa alayhi salam, amempelekea wahi Taurati hiyo Allah kumpelekea mtume wake Musa. Pia atamfundisha kuonyesha kwamba Isa alikuwa akijua Taurati. Wal Injili, vile vile atamfundisha Injili ambayo ni kitabu chake kilichoteremshwa na Allah. Wa rasulan ila bani Israil, na atamfanya yeye Allah ni mjumbe, ni mtume, atamjalia yeye ni mtume, ila bani Israil, kwa wana wa Israil. Wa rasulan, manake wayaj'aluhu rasulan,
na atamjalia yeye Allah kuwa ni mjumbe ila bani Israil, kwa wana wa Israili, hali ya kuwa ni wenye kuambia anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, kwamba mimi nimewajieni nyinyi kwa muujiza utokao kwa Bwana wenu. Tawaambia maneno haya, anni akhluqu lakum min at-tin, kwamba mimi ninawatengenezeni nyinyi kutokana na udongo, kahayati at-tayr, kama vile umbile la ndege, fa anfukhu fihi, na ninapuzia katika udongo huo, fayakunu tayran biidhnillah, na anakuwa ni ndege aklaq kwa idhni ya Allah, manaka anakuwa ni ndege kamili aliyokamilika biidhnillah, kwa idhni ya Allah tabaraka. Wa ubri'u al-akmaha wal-abras, na ninaponesha sawa al-akmaha vipofu wale, wal-abrasa na wale wenye ugonjwa wa malanga, wa uhyi al-mauta, na ninahuisha wafu waliokufa biidhnillah, kwa idhni ya Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, na ninawapeni habari, ninawahabarisheni nyinyi kwa vile mnavyokula, wama tadakhirun fi buyutikum, na vile mnavyoviweka akiba katika majumba yenu. Inna fi dhalika la ayatan lakum, hakika pana katika hayo mazingatio, alama kwenu nyinyi. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni Waislamu, ikiwa nyinyi ni waumini. Hayo yote ambayo kwa nao Isa alayhi salatu wassalam, ni katika zile miujizati alizokuwa Isa alayhi salatu wassalam. Miujiza ya Mtume Isa, rehma na amani juu yake, aliopewa na Allah tabaraka wa taala, kuweza kufufua wafu waliokufa, kuweza kuponesha wagonjwa, kuweza kuwarudisha nuru zao za macho wale vipofu, na hizo zote ni katika ilmu ya Allah na ujuzi wake, katika idhni ya Allah subhanahu. Isa anajua mpaka kile ambacho alichokula, na yeye alikuwa akiwaambia sana watoto wenzake wakati huo. Mzake akija hapa anamwambia kwa nini mkula fulani, wewe umekula wali, wewe umekula maharage, umekula ugali, wewe unashangaa, unajuaje? Ndio wewe umekula miogo leo, ndio wama tadakhirun, na vile anavyoweka akiba pia anamwambia bwana, nyinyi kwenu sasa kuna mchele kiasi fulani huko kama kilo 5 hivi. Mpaka kuna baadhi ya wazazi walikuwa wakiwakataza watoto wao wasicheze na Isa, ambao msicheze naye, ajua habari nyingi sana. Mshona ratiba, mshona walizia ratiba zetu. Kuna baadhi ya kale atakuja kuambia anafanyika nyumbani, msicheze naye, si mtu mzuri. Na baadhi walikuwa wazazi wakiwakataza watoto wao. Sasa Qasim wa rasulan ila bani Israil, na atamjalia yeye ni mjumbe, ni mtume kwa wana wa Israili. Ni maana wayajaluhu rasulan, na atamjalia yeye ni mjumbe ila bani Israil, kwa wana wa Israili. Wayaqulu lahum, na atawaambia wao, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, kwamba mimi nimewajilieni nyinyi kwa muujiza kutokao kwa Bwana wenu. Aya bi maana muujiza, alama tadullu ala ma ambayo itakuwa inafahamisha ala anni mursalun min Allah, kwamba mimi ni mjumbe, ni mtume aliotuma kutoka kwa Allah. Anni akhluqu lakum min at-tin, kwamba mimi akhluqu lakum min at-tin, ninawatengenezeeni nyinyi min at-tin, kutokana na udongo, ka hayati at-tayr, kama vile umbile la ndege, fa anfukhu fihi, na ninakuzia katika udongo huo, fayakunu tayran biidhnillah, na anakuwa ni ndege aliyokamilika kwa idhni ya Allah. Yani Isa alikuwa anachukua udongo ule alafu anaufinyanga, anatengeneza kama ndege, ayatengeneza miguu ile na mdomo ule, alafu anapulizia anafuruka vile ndege. Ahlul ilm wanasema ndege yenyewe na hapo ponundo akitua amekufa, anakufa kwake kutua hapa, ila akifanya katika muujiza ambao anapewa na Allah tabaraka. Kusanya kijiji kabisa, watabeta udongo unatengeneza, watapiga ngapi? 5, wewe wawili, wewe hapo unatengeneza. Ndani kule ndio ni muone ndege atoka akitoka kwenye mti anafariki. Fanya Isa bismillah wa Allah.
anni akhluqu lakum min at-tin, hakika mimi akhluqu lakum, nitawatengenezeni nyinyi au ninawatengenezeni nyinyi min at-tin, kutokana na udongo, kahayati at-tayr, kama vile umbile la ndege udongo huo. Fa anfukhu fihi, na napuzia katika udongo huo, fayakunu tayran biidhnillah, na anakuwa ni ndege, unakuwa ni ndege kwa idhni ya Allah, anaka ruhusa yake. Wa ubri'u al-akmaha wal-abras, na ninaponyesha vipofu, wal-abras, na wale wenye ugonjwa wa mbalanga, ugonjwa wa ngozi, yani kipofu yule ambaye aoni, Isa yule anagusa utaona. Kwa mwingine kaja agusa hapa, na maana kitu masiri. Sasa kwa sababu wake waguse wale watu wenye vipofu wale wanapona. Mtu ana mambalanga, ugonjwa wa ngozi umejaa huko, akifika kufanya hivi namna hii alipona. Na anafanya yote kwa ruhusa ya Allah tabaraka, sio uwezo wake yeye. Fanya wa uhyi al-mauta biidhnillah, na nahuisha waliokufa waliowafu wale kwa idhni ya Allah. Na nataka kama kuna mtu amekufa pia, Isa akiamua kwa idhni ya Allah aweza kana kumfufua kabisa, au labda mtu amekufa kabla hajazikwa ule afika pale nini hapa amekufa akamfufua akapona. Ndio ayote Isa kapewa. Wanasema kwamba siku moja Isa alipita katika makaburi akamfufua mtu mmoja katika makaburi, akafufuka kwa mtu kana harufu nyingi sana. Katika visa ambavyo tunazungumza ahli ilmu, hasa katika tafsiri ya Imam Baghawi. Sawa, kama hizi ndio za nini nasema nalilika kwa kaburini, ninapata kwa kaburini nimekutanguliza hapa kumbulisha kafia rudi likotoka. Wa unabbiukum bima taakulun, na nawapeni habari kwa yale ambayo au kwa vile ambavyo mnavyokula, na wapeni habari pia wama tadakhiruna fi buyutikum, na vile ambavyo mnavyoweka akiba, na vile vyakula mnavyoweka akiba katika majumba yenu, pia naweza kuwapeni habari. Min tuamikum, katika vyakula vyenu. Sawa, min tuamikum, katika vyakula vyenu. Inna fi dhalika la ayatan lakum, hakika pana katika hayo alama kwenu nyinyi. Sawa, alama kwenu nyinyi kwamba yeye ni mtume wa Allah. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni wenye, kwa nyinyi ni waumini, manake kwa nyinyi wenye kusadikisha hoja za Allah na aya zake. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah, na hali ya kuwa ni wenye kusadikisha kile ambacho kilichokuwepo kabla yangu katika Taurat. Kusadikisha yani Isa amekuja kwa ajili, miongoni mwa sababu alizoletwa na Allah ni tasdiq lit-Taurat, kusadikisha Taurat. Taurat ambayo alikuwa nani? Musa. Na istifani kwamba baada ya Musa ni Isa. Watu wengi wafahamu hivyo. So kama baada ya Musa ni Isa. Baada ya Musa kuna mitume mingi tulipita. Mingi. Afdal ya Isa. Ila baada ya Isa ni Muhammad. Ndio sawa. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah, na hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha kwa kile ambacho kilichokuwepo kabla yangu katika Taurati. Wal uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum, na ili niwahalalishieni nyinyi baadhi ya vile ambavyo viliharamishwa kwenu nyinyi. Maana kwamba kuna baadhi ya vitu viliharamishwa katika mitume iliyopita kabla ya Isa, ikawa ni haramu kuvitumia Bani Israili. Isa amekuja kuweza kuhalalisha kutumia sheria yake. Hii ndio kawaida na si maajabu, sababu kuna mambo ambayo yanafanyika katika umati huu sawa, lakini katika nyumba zilizopita ilikuwa ni haramu, haifai kufanyika. Kama vile mathalan ghanima, sala ngawira, nyumba zilizopita kwa ngawira wao walikuwa hawachukui, na katika vile vipata ngawira wao walikuwa wanatia moto. Habari nimalize sawa. Lakini wakati huo kuna vitu ambavyo katika umma zilizopita ilikuwa ni halali, lakini katika umma huu ilikuwa ni haramu. Sawa, katika vingi katika wajitukum bi ayatin min rabbikum, na nimewaleteni ninyi muujiza utokao kwa Bwana wenu. Fattaqullaha wa atiqun, basi muogopeni Allah na kumtii mimi. Anakumwambia Isa bin wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah,
na hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha kwa vile ambavyo vilivyokuwepo kabla yangu katika Taurati. Lima baina yadayya min at-Taurat, kwa kile ambacho kilichokuwepo kabla yangu katika Taurati. Manake Isa amekuja kwa ajili ya kusadikisha Taurati, bima fi at-Taurat, kwa vile ambavyo vipo katika Taurati. Wal-uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum, na ili nipate kuhalalishieni, na ili niwahalalishieni nyinyi baadhi ya vile ambavyo vimeharamishwa kwa nyinyi, niwahalalishieni pia halali. Wajitukum biayatin min rabbikum, na niliwaleteni, manake niliwajieni mimi na muujiza na alama itokao kwa Bwana wenu. Sawa. Fattaqullaha wa ati'un, bas muogopeni Allah na munitii mimi. Manake fattaqullaha wala tukhalifu amrahu, muogopeni Allah na wala msikhalifu amri zake. Wa ati'uni, na munitii mimi, manake Isa fima uballighukum bihi anillah, katika yale ambayo ninawafikishieni mimi kutoka kwa Allah. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hakika Allah ndiye Bwana wangu na ndiye Bwana wenu nyinyi, basi mwabudu. Hadha siratun mustaqim, na hii ndiyo njia iliyonyooka. Hadha siratun mustaqim, na hii ndiyo njia iliyonyooka. Inna Allah, hakika Allah, rabbi, ndiyo Bwana wangu, ndiyo Mola wangu, wa rabbukum, na ndiyo Bwana wenu na ndiyo Mola wenu. Fa'buduhu, basi mwabuduni yeye. Manake fa ana wa antum sawa'u fil ubudiyya, kwamba nyinyi, manake mimi na nyinyi tuko sawa sawa katika ule nini, katika ule utumwa. Sasa ni watumwa wa Allah, wal khudu'u lahu, na kule kumnyenyekea yeye. Manake sisi na Isa sawa sawa katika ubudiyya. Sasa sisi ni ibadu Allah, ni katika waja wa Allah. Hadha siratun mustaqim, na hii ndiyo njia iliyonyooka, njia ambayo si yenye kupinda, si yenye ukombo. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr, basi zamani alipotambua Isa kwa wao kafiri, alipotambua kwamba hawa ni makafiri, hawako tayari hawa kufuata mafundisho yao. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr, basi zamani alipotambua, alipojua Isa kwa wao kafiri. Hapa shaka anasema falamma istash'ara, zamani alipotambua Isa minhu tasmima, Isa kwa wao ule uziwi, sa ule unzibo ule uliokuwa katika masikio yao, ala al-kufr, ya ukafiri. Qala, alisema Isa, man ansari ila Allah, ni wakina nani watakaonisuru mimi kwa Allah? Ni wapi hao wasaidizi wangu kwa Allah? Man ansari ila Allah, ni wapi hao wasaidizi wangu wenye kunisuru mimi kwa Allah? Ainada fi ashabihi al-khullas, manake aliwaita wale wafuasi wake tu, al-khullas tu wawaita. Sasa akasema man yakunu ma'i fi nusrati dinillah, ni nani atakayekuwa pamoja nami katika kuitetea dini ya Allah? Qala, akasema Isa, man ansari ila Allah, ni wakina nani watakaoninusuru mimi kwa Allah? Qala al-hawariyun, wakasema wale wafuasi wa Isa. Sawa. Qala al-hawariyun, wakasema wale watukufu, nahnu ansarullahi, sisi ni wenye kumnusuru Allah. Amanna billah, tumemsadikisha Allah sisi na tukamfuata. Amanna billahi, tumemsadikisha Allah, wattaba'naka, na tukufuata wewe. Washhad, nashuhudia bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu, sisi ni wenye kujisalimisha kwa Allah, bitauhidi wa taa, wa kumpokesha Allah na kumtii. Qala al-hawariyun, wakasema wale watu watukufu, manake asfiyau Isa, wale watakatifu wa Isa. Al-hawariyun watakatifu, sawa. Nahnu ansarullahi, sisi ni wenye kunusuru, sisi ni katika wale wenye kunusuru Allah, manake ansaru dinillah, wenye kunusuru dini ya Allah. Amanna billahi, manake tumemsadikisha Allah, tumemwamini Allah. Washhad, nashuhudia, anta ya Isa, wewe Isa,
bianna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu, ay mustaslimuna lillahi, ni wenye kujisalimisha kwa Allah. Rabbana, Bwana wetu, amanna bima anzalta, tumeamini yale ambayo uliyoteremsha, wattaba'na ar-rasul, na tumemfuata mtume wako Isa. Ar-rasul hapa ni Isa bin Maryam. Faktubna ma'a ash-shahidin, bas tuandike sisi pamoja na wale wenye kushuhudia. Sawa, haya ni maneno ambayo tunasema wala hawariyuna wale asfiya watakatifu wa Isa, watakatifu. Rabbana, Bwana wetu, amanna bima anzalta, tumeamini yale ambayo uliyoteremsha. Bimaana ya Rabbana, Bwana wetu, saddaqna bima anzalta min al-injil, tumeamini yale ambayo uliyoteremsha katika Injili. Wattaba'na ar-rasula, na tumemfuata mtume sisi, ay rasulaka Isa alayhi salam, mtume wako Isa, rehma na amani juu yake. Faktubna ma'a ash-shahidin, bas tuandike sisi pamoja na wale wenye kushuhudia. Birrisala, kwa ujumbe wako. Bilwahadaniya, na ule upekee wako. Wamakaru makara Allahi, wamakaru wa makara Allah, wamakaru, na wakafanya vitimbi. Wamakara Allah, na akawalipa Allah vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora zaidi kwa wale wenye kulipa vitimbi. Wamakaru, na wakafanya vitimbi, manake wakafanya vituko, wakafanya njama, wakafanya hila. Wamakara Allah, na akawalipa Allah vitimbi vyao, na akawalipa Allah vituko vyao. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora zaidi kwa wale wenye kulipa vitimbi. Ay wa makara alladhina kafaru min bani Israil. Sheikh wangu hapa anasema, na wamefanya vitimbi wale ambao waliokufuru, waliokanusha katika wana Israil bi Isa alayhi salam, walimfanyia vituko na vitimbi Isa alayhi salam, bi an wakalu bihi man yaqtulu, kwa vile kuweza kumtuma na kumwakilisha Isa yule ambaye atakayemua Isa, ghilatan, kwa khiana. Yani tafuta mtu wakamtuma kwamba hebu nenda kamuue yule Isa. Faalqa Allahu shabaha Isa ala rajulin, Allah sasa akaiweka sasawa ile sura ya Isa kwa mtu fulani. Kuna mtu kwa amemtuma kwa kumua Isa, Allah naye akaichukua ile sura ya Isa akampachika mtu fulani. Wao walipokuja walipomwona wakamjua yule ndio Isa, wakamuua, alafu wakamsulubu, wakamtundika. Sawa, kumbe Isa yeye sio yule, sio yule Isa yule. Kwa dallahum alayhi, sura ambayo ikawafahamisha wao alayhi kwamba ndio yeye. Fa amsaku bihi, wakamkamata mtu wa watu ambaye kapachikwa sura nani ya Isa ibn Maryam. Wakataluhu, wakamuua. Wasalabuhu, wakamsulubu. Dhannan minhum, kwa kule kudhani kwa wao annahu Isa alayhi salam, kwamba huyo ni Isa manamani, wakadhani hivyo. Tuko sawa? Na hii ndio maana wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum, lakini wamefananishwa naye kwamba huyo ni Isa aliyakuwa sio Isa. Hii ndio maana wamakaru, na wakafanya vitimbi. Vitimbi wenyewe ni hivyo walivyofanya. Wamakara Allah, Allah akamlipa vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, na Allah ni bora zaidi kwa wale wenye kulipa vitimbi. Sheikh wangu anasema, wa fi hadha, na katika hii ithbatu sifati al-makri lillahi ta'ala, kuna kule kuthibitishwa sifa ya vitimbi kwa Allah aliyakuwa ametukuka, ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Idh qala Allah, zamani aliposema, au kumbuka ya Muhammad wakati aliposema Allah, ya Isa, ewe Isa, inni mutawaffika, hakika mimi nitakulaza, warafi'uka, na nitakuinua mbinguni, warafi'uka alayya, na nitakuinua kwangu mimi, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, na nitakutaharisha wewe kutokana na wale ambao waliokufuru, waja'ilu alladhina ittaba'uka, na nitawafanya wale ambao waliokufuata wewe, fawqa alladhina kafaru, juu ya wale ambao waliokufuru, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama tutafanya kwa kabisa. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndio marejeo yenu nyote.
ahkumu bainakum, na nitahukumu kati yenu, fima kuntum fihi takhtalifun, katika lile ambalo mmekuwa nyinyi katika jambo hilo mnatofautiana. Sawa, haya nayo ni mambo mengine. Allah tabaraka wa taala anasema, idh qala Allahu ya Isa, kumbuka zamani aliposema Allah ya Isa, ewe Isa mwana wa Maryam, inni mutawaffik, hakika mimi nitakulaza. Sawa, wa rafi'uka, na nitakuinua wewe, ilayya, kwa mimi. Hii tafsiri kwamba atawafu hapo maana kule kulazwa, na alwafat maana naum, wali nitakulaza alafu nitakuinua. Kwa tafsiri nyingine kwamba inni mutawaffiku wa rafi'uka, kwamba mimi nitakuua na nitakuinua, kwamba Allah tabaraka wa taala atafanyaje? Atamuinua kwanza mtume wake, alafu atakuja kuinua baadaye, sababu wao haifinishi taratibu, haifinishi utaratibu kwamba itaanza kifo kwanza alafu nitakuja kule kununuliwa. Hii ni tafsiri nyingine, lakini tafsiri ambayo ni madhubuti kwamba inni mutawaffika, kwamba mimi nitakulaza, hapo nakusudia kulala unauma, kwamba nitakulaza alafu nitafunua. Alwafatu kwa maana naum. Sisi tunaelewa hapo mashaikh, au alwafatu ina maana naum baadhi ya wakati nayo bwana. Ni katika sura Az-Zumar, idh qala Allahu, nakumbuka Muhammad zamani aliposema Allah ya Isa, ewe Isa, inni mutawaffika, hakika mimi nitakufisha, manake nitakulaza wewe, wa rafi'uka ilayya, na nitakuinua kwangu, manake Allah atamuinua. Nasema taban Isa tazununi leo ahadu ilmu yasema ule umri wake umefanyaje, uko ni mwokofu msimamishwa vile Isa itikadi sahihi ambayo haina shaka, lakini Allah tabaraka wa taala ataleta ni katika zile alamati sa'at al-kubra, nuzul Isa, teremka Isa. Azimekuja hadithi mbalimbali kwamba atateremka Isa baada salat al-asr katika mimbabi, katika maeneo ya Damashq, Syria, alama za kiyama kubwa. ويقتل المسيح، المسيح يقتل المسيح، مسيح سموه مسيح المزكى، فهو مسيح هو عيسى بن مريم، وتقول له من مقتول هو المسيح الدجال. katika bibabi Ludi, katika mlango wa Ludi, maana Isa Masihi Dajjal atakapomwona Isa tu atayayuka kama vile inavyoyuka chumvi na kutoa maji, ana atapotea. Baada ya ufisadi mwingi atakofanya hapa ardhini, atakuja kumalizwa na huyu bwana. Wayaktulu as-salib, na Isa atavunja hii misalaba yote, vunja miambani. Sawa, hizo ni katika alama kubwa, na huyu ndo atakapambana na Yajuj wa Majuj, atapambana nao wewe mpaka tafika wakati Isa ataingia katika jabal, sababu vita tofauti. Vita sio mchezo, vita ya Yajuj na Majuj na ubaya. Vita katika jabal. Alafu Yajuj na Majuj watakuwa wametakabbar sasa, taosha bishara nyingine. Shamaliza na usata kumaliza Mola wewe. Alafu bishara itanyako papa. Taingizwa katika bahari ya damu, alafu itachiwa. Utajua kwamba shamaliza shughuli. Alafu wala ataoa katika sababu ndogo, atatumia wadudu tu wadogo. Alafu wadudu ambao wanashambulia ona tubua na utapotea wote, manake utakuwa na kansa. Yajuj utakuwa na kansa. Tumeelewana vizuri hapo mashaka, hii kansa imetia mimi. Tayeb, idh qala Allah ya Isa, nakumbuka zamani aliposema Allah, ewe Isa, inni mutawaffika, hakika mimi nitakulaza wewe, wa rafi'uka ilayya, na nitakuinua kwangu, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, na nitakutwaharisha kutokana na wale ambao waliokufuru, nitakutwaharisha wewe, min alladhina kafaru, kutokana na wale ambao waliokukanusha wewe, waja'ilu alladhina tabauka, na nitawajalia, nitawafanya wale ambao waliokufuata wewe, wafuasi wako wale hawariyuna, fawqa alladhina kafaru, juu ya wale ambao waliokufuru, tutawafanya juu kabisa, ila yaumil qiyama, mpaka siku. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndio marejeo yenu.
fa ahkumu bainakum, nitahukumu kati yenu. Sawa, fa ahkumu bainakum, nitahukumu kati yenu. Fima kuntum fihi takhtalifun, katika yale ambayo mlikuwa nyinyi mkitofautiana. Fa amma alladhina kafaru, Allah tabaraka wa taala anasema, ama wale ambao waliokufuru, fa'adhibuhum adhaban shadidan fi dunya wal akhirah, bas nitawadhibu wao adhabu kali hapo duniani na kesho akhira. Wama lahum min nasirin, na wala hawana wao wa kuwanusuru. Fa amma alladhina kafaru, ama wale ambao wamekufuru, Sheikh wangu anasema fa amma alladhina kafaru bil masih, ama wale ambao waliomkarusha Isa, Masihi ni Isa min alyahudi, katika mayahudi, au ghalau fihi, au wakatuka mipaka katika Masihi, min an-nasara, katika manasara. Yani mayahudi wao wamemkarusha kabisa Isa, wao wenyewe imani yao kwa kutumia ni Musa, arsalna na Isa wala nani. Ama hawa manasara nao wamekutuka mipaka katika kumtukuza Isa, mpaka akamfanya kwamba ni Mungu, ila maabudiwa. Wote hawa ni katika makafiri. Allah tabaraka wa taala anasema fa'adhibuhum adhaban shadida, bas nitawaadhibu wao adhabu kali fi dunya, hapa duniani. Adhabu kali duniani ni ipi? Bilqatl, kuuliwa, wa salbi al-amwal, na kule kuchukuliwa mali zao, wa izalati al-mulk, na kule kuondoshwa ufalme wao. Hii ndio adhabu ambayo tumepata kwa dunia. Wal akhirah, na vile vile adhabu ya akhirah, bin nari, kuingizwa katika moto. Wama lahum min nasirin, na wala hawana wao wa kuwanusuru. Ay min nasir yansuru, kutokana ule mwenye kuwanusuru wao. Wayadfa anhum adhab Allah, na atakiweza kuwazuia wao na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma alladhina amanu wa amilu salihat, ama wale ambao walioamini na wakatenda mema, fayuwaffihim ujurahum, basi atawakamilishia wao Allah malipo yao. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, na Allah hawapendi makafiri. Adh-dhalimin, wale wenye kujidhulumu nafsi zao, wa hum kuffar. Wa amma alladhina amanu wa amilu salihat, na ama wale ambao walioamini na wakatenda mema. Imana wa amma alladhina amanu billahi wa rusuli, ama wale ambao walimwamini Allah na mtume wake. Wa amilu al-a'mal as-salihah, na wakatenda matendo mema. Sawa, fayuwaffihim ujurahum, basi atawakamilishia wao Allah malipo yao, atawatimizia wao Allah malipo yao. Ay fayu'tihim Allahu thawaba a'malihim kamilan ghayra manqus, manake atawapa wao Allah malipo ya matendo yao hali ya kuwa ni yenye kukamilika, si yenye kupunguzwa. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah hawapendi wale wenye kudhulumu nafsi zao bishirki wal kufr, wa kumshirikisha Allah na kufuru. Dhalika, hayo natuluhu alayka min al-ayat, tunakusomea kwa wewe Muhammad min al-ayati, katika aya, katika alama zilizokuwa wazi wazi, wa dhikri al-hakim, na ni katika ukumbusho wenye hikma. Dhalika, hayo natuluhu alayka min al-ayat, manake tunakusomea kwa wewe Muhammad katika alama zilizokuwa wazi wazi, wa dhikri al-hakim, na ni ukumbusho wenye hikma, wa huwa al-Qur'an. Inna mathala Isa inda Allah, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah, kamathali Adam, ni kama vile mfano wa Adam. Khalaqahu min turab, amemuumba Allah huyo Adam kutokana na mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema kumwambia yeye kuwa, fayakun, aka. Allah tabaraka wa taala amemuumba mzee Adam kwa mchanga, kwa mchanga, udongo la kutengeneza Allah tabaraka, tena kwa mikono yake miwili. Akamwambia kun Adam, fakana, kawa. Inna mathala Isa inda Allah, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah, kamathali Adam, ni kama mfano wa Adam. Ay inna khalqa Allah li Isa, hakika kule kuumba kwa Allah kumuumba Isa, min ghairi abi, pasna baba, mithluhu, mfano wake, kamithli khalqi Allah Adam, ni kama vile mfano wa kuumba kwake Allah kumuumba Adam, min ghairi abi wala ummi, pasna baba wala mama. Kwa msishangae nyinyi, Isa ana baba, Isa ana baba. Adam hana baba wala mama, wala si Mungu.
wala hapa hawasemi kwamba Adam ni Mungu. Sasa kama ikiwa kwamba mwenye kustahiki Mungu nani katika hili? Isa na Adam nani ambaye anastahiki kwa Mungu? Washasi na wazanii mbona mwanitazama? Au mjui au? Nani katika hili yao? Adam sio? Hakuna hata mmoja ambaye anastahiki kwa Mungu. Si Adam wala si Isa. Sawa. Au mfano jamani? Na shaka zangu wasemaje? Sababu mimi kazeni kuangalia chini. Wajifanya na wacha Mungu. Vipi bwana? Inna mathala Isa inda Allah, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah kama mathali Adam, kama mfano wa Adam katika kuumba kwao. Khalaqahu min turab, Allah tena anasema amemuumba huyo Adam kutokana na mchanga. Maana hana baba wala mama, akaumba. Au sio jamani? Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema Allah kumwambia yeye kuwa, fayakun, akawa. Tayeb, kwangu hapa na maneno anasema fada'wa ilahiyatu Isa, yale madai ya uungu kwa Isa, likaunihi, kwa kuwa kwake, khulika min ghairi abi, ameumba pasi na baba, da'wa batilatun, awe ni madai ya kibatil kabisa, kutilia mbali kwenda kanyaga. فآدم عليه السلام، آدم رحمنا amani, khuliqa min ghairi abin wala ameumbwa huyo pasna baba wala mama. Wattafaqa aljamiu, na wamefikiana wote katika watu ala annahu abdun min ibadillah, ambayo Adam ni mja tena katika waja wa Allah. Watu wamefikiana, ndio tusikiane kwa Isa wakati tofautiana. Ndipo Allah kaambia fa ahkumu bainakum, nitahukumu kati yenu fima kuntum fihi takhtalifun. Mmeafikiana kwa yule aliyoumba, kwa yule ambaye hana baba wala mama, mmeafikiana kwamba ni ndio Allah. Lakini hamjafikiana kwa yule ambaye ana mama lakini baba. Wala shetani atuchezea katika hilo. Alhaqu min rabbik, hiyo ni haki tukao kwa Bwana wako. Sawa, tuifanyeni hiyo haki kwa Bwana Khadha Abu Yesu. Fala takum min almumtarin, na wala msiwe ni katika wale wenye. Alhaqu min rabbik, hiyo ni haki kwa Bwana wako. Fala takum min almumtarin, na wala usiwe ni katika wale wenye shaka. Maana usiwe Muhammad ni katika wale wenye shaka. Faman hajjaka fihi, basi yoyote atakayebishana na wewe kuhusiana na Isa, fihi maana fi Isa alayhi salatu wassalam. Faman hajjaka fihi, basi yoyote atakayebishana na wewe kuhusiana na Isa, maana fi amri Isa, min ba'di ma ja'aka min al-ilm, baada kukujilia wewe katika ilmu, faqul, mwambie ta'alau, jooni, nad'u abnaana, tuwaite watoto wetu, wa abnaakum, na watoto wenu pamoja nao, wa nisaana, na tuwaite vile vile wake zetu, wa nisaakum, na wake zenu pamoja nao, wa anfusana, na sisi pia tuwepo, wa anfusakum, na nyinyi pia muwepo, thumma nabtahil, kisha tulaaniane, tubelana nyuma hapa, si tu hapa. Thumma nabtahil, kisha tulaaniane, wanelana. Fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin, alafu tuijalie laana ya Allah iwateremkie juu wale waongo kati yenu nyinyi na sisi watu waongo. Alafu wale waongo ndio washikilana, njoni kudhibitisha kwamba Isa ni mtoto wa Allah, si mtoto wa Allah, ni Mungu si Mungu, njoni mhiwaro, mwambie sawa jamani. Tunapozungumza Allah tabaraka wa taala, faman hajjaka fihi, basi yoyote atakayebishana na wewe kuhusiana na Isa, maana faman jadalaka ya Muhammad fil masih Isa ibn Maryam, maana yoyote atakayejadiliana na wewe ewe Muhammad kuhusiana na Masih Isa mwana wa Maryam, min ba'di ma ja'aka min al-ilm, baada ya kukujia wewe katika ilmu, fi amri Isa alayhi salam, sana jambo la Isa na amani juu yake. Faqul, basi waambie, ta'ala ujooni, ay faqul lahum, basi waambie wao, ta'ala ujooni, nad'u abnaana, tuwaite watoto wetu,
ay nuhdhur abnaana, tuwahudhurishe, tuwalete watoto wetu, abnaakum, na watoto wetu, wa nisaana, na wake zetu, wa nisaakum, na wake zenu, wa anfusana, na sisi tuwetu, wa anfusakum, na nyinyi pia vile vile muwetu. Thumma nabtahil, kisha tulaaniane, kisha tuwapizane. Thumma nabtahil, kisha tuwapizane. Ay thumma nattajihu ila Allah biddu'a, kisha tumwelekeeni Allah kwa maombi. An yunzila uqubatahu, Allah ateremshe adhabu yake, wa la'anatahu, na laana yake, ala alkafirin, ala alkadhibin, wale wenye kusema uongo, fi qawlihim, katika neno lao, almusirrina ala inadihi, wale wenye kuendelea juu ya upinzani wao. Na hapa Allah anasema thumma nabtahil, kisha tulaanianeni. Fanaj'al la'nata Allah, na tujalie tuifanye laana ya Allah, ala alkadhibin, washahidi, wale wenye kusema uongo. Jioni walikimbia wakaingia mitini, mchezo nini, waliingia mitini, kimbiana wanasiara. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu.